Kuna faida nyingi ambazo zinaletwa na kituo kama hiki cha data center. Namba moja ni kwamba inatoa uwezo kwa kampuni ambazo hazina uwezo wa kuwa na idara ya IT kwa kiasi kikubwa kuweza kutumia huduma kama hizi, na hivyo kuwapunguzia wao gharama za uendeshaji, kwa sababu hawana haja ya kuwa na IT department kubwa au kuwa na mitambo mingi kama server, wakati sisi tunaweza kutoa huduma hiyo hapa kwa kuwapa space. Na moja kati ya mambo ambayo data center yote ile inafanya ni pamoja na kutoa vitu kama ulinzi. Kuna ulinzi ule physical, lakini kuna ulinzi ule wa cyber ambao unafanywa vile vile na kituo, lakini vile vile kuna umeme usio katika. Kama ambavyo tumeona ni kwamba kuna njia karibu 3 ambazo zote zipo kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inakuwepo kila wakati. Kwa hiyo mawasiliano hayawezi kukatika. Lakini kingine ambacho huwa kinatumika sana kwenye server room huwa ni ule ubaridi au wanaita cooling. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho data center kama hii inaweza kuhakikisha kwamba kutokana na kuwepo kwa umeme kila wakati, basi zile server zinakuwa katika mazingira ambayo yanastahili kila wakati. Kwa hiyo ukiacha kupunguza gharama, kingine ni hiyo kwamba kuhakikisha kwamba ulinzi wa data pamoja na taarifa ulizonazo ambazo zinahifadhiwa hapa zinakuwa hazina shida yoyote. Labda ni gharama kiasi gani ambazo taasisi inatakiwa kutoa? Inategemeana. Kuna taasisi ambazo kwa mfano zingeweza kununua, kwa sababu server moja hapa kile equipment kimoja kinaweza kugharimu zaidi ya milioni 60 au 70. Hicho ndio kiwango cha chini kabisa cha equipment unaweza kununua. Lakini ambazo kampuni binafsi ndogo ndogo kama hizi startups na hivi wangeweza wasiweze kufanya hivyo. Lakini ukija hapo unalipia shilingi 200,000 tu kwa mwezi. Kwa hiyo kuna wale ambao wanalipia 200,000, kuna wengine wanalipia zaidi, lakini kuna hiyo niseme flexibility ambayo ipo na inawapunguzia sana gharama kwa kweli. Kwa wale ambao hawana haja ya kuwekeza sana katika miundombinu ya teknolojia, wanaweza wakatumia data center hii, na inategemeana na aina ya huduma unayoitaka. Kama nilivyosema, tunaweza kukupa space ya server ambayo inaendana na huduma unayoitaka kwa shilingi 200,000 tu kwa mwezi. Kuna maelekezo ya serikali kwamba taasisi za serikali zitumie huduma ya data center kwa sababu za kiulinzi na taarifa ambazo ni za kiserikali, pamoja na mambo mengine ambayo ni ya kimsingi na kimkakati katika kuhakikisha kwamba uchumi wetu unaendeshwa katika njia hii ya uchumi wa digitali. Kwa hivyo ni agizo la serikali, na sisi kama taasisi ambayo tupo kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo kwa maana ya TTCL ambao vile vile tunaendesha hiki kituo, tunaendelea kuwahamasisha na kuwahimiza wenzetu katika taasisi za serikali kutumia kituo hiki cha data center, kwa sababu hizo ambazo tumezisema kwamba ni za kimsingi, lakini vile vile ni maagizo ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, kamati inajiridhisha kwa mwenendo mzima wa hali ya mapato ya wizara mnayopata, na kamati hii imewasaidia sana kuongeza budget. Nikiangalia huko tulikotoka, Mheshimiwa Naibu Waziri, pengine ungekuwa umeshaikimbia wizara lakini kwa sasa ndio wizara ambayo ilipokea fedha nyingi. Ukilinganisha, zinaweza zikawa zinaonekana ni kidogo, lakini ni nyingi kwa sababu huko nyuma mlikuwa mnapata fedha kidogo. Ndio maana mnasomeka mlipata 1,600. Ni kitu ambacho ni cha ajabu sana kwenye wizara. Mnafika mpaka 1,000,000. Yaani kutoka 1,000,000 sijui ngapi huko zilikuwa 10 na kidogo. Kwa hiyo tunaomba sana muwe na muendelezo mzuri, na tumefurahia uwekezaji mkubwa pale ambapo tumetoka TCRA. Hizi ni jitihada ambazo zimefanywa na serikali kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Muwe na ushawishi wa kutumia kituo hiki kwa ajili ya manufaa ya Watanzania na manufaa ya nchi kwa ujumla. Tunawatakia kila laheri na tunawashukuru. Tutaendelea kuwasapoti kama bunge kwa yale ambayo yatahitaji ufafanuzi zaidi, tutayahitaji miyalete kwa maandishi, lakini tunasisitiza umuhimu wa kuja kutoa semina
kwenye kamati ili wawe na uelewa mkubwa zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.